Na tuangazie taarifa za biashara. Hospitali zitahitajika kuweka nembo kwenye vifaa vyao vya kupima, huku shirika la ukadiriaji ubora wa bidhaa linapoanzisha operesheni ya kuthibitisha ubora wa vifaa vya matibabu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini Esther Ngari anasema ongezeko la visa vya matokeo yasiyo ya kweli ya uchunguzi wa kimatibabu linachangiwa na vifaa vilivyo na hitilafu. Hivyo basi ipo haja ya kuweka nembo za kuthibitisha ubora wa bidhaa ama vifaa hivyo. Taarifa hiyo na nyinginezo ni kwenye mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Ripoti ya chama cha kitaifa cha maafisa wa maabara inaonyesha kwamba 3 kati ya watu 10 wanaotafuta matibabu hupokea matokeo yasiyo sahihi ya vipimo vya kimatibabu, huku kumbukumbu zikionyesha takriban visa 2400 hunakiliwa kila mwaka. Shirika la kukadiria ubora wa bidhaa linasema idadi hiyo kubwa ya visa hivyo hutokana na vifaa vya matibabu vilivyo na hitilafu. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Esther Ngari amesema vifaa vichache vya vipimo vya kimatibabu ndivyo vilivyo na hati za ubora. We want to make sure that for protection of the consumers that the equipment which are used in our hospitals, it becomes a requirement that every medical facility calibrates its equipment. Wakati huo huo, kampuni ya teknolojia Taiwan ASUS imejiandaa kuwekeza katika sekta ya akili unde ya Kenya. Akiongea wakati wa ufunguzi wa kongamano kuhusu akili unde la GTEx jijini Nairobi, mkurugenzi wa kampuni ya ASUS katika Mashariki ya Kati na Afrika, Olga Osdil, alipongeza ukuaji wa teknolojia nchini Kenya kama msingi wa ubunifu wa siku za usoni humu nchini na kurahisisha kufanya biashara. The product for the Kenya user and especially for which kind of product they prefer, they can use it based on their request. But we are providing product for all over the world, not specifically for one of the countries. Hatimaye, Kenya inatoa wito wa ushirikiano wa mataifa ya kanda hii katika kuzalisha kawi kutokana na hydrogen. Waziri wa kawi Opiyo Wandayi anasema kawi hiyo ina uwezo wa kuifanya Kenya kuwa kitovu cha uzalishaji kawi safi katika eneo hili na kuchangia pakubwa ukuaji wa viwanda na ajira. As I mentioned earlier on, we have actually approved about 15 projects, expressions of interest. We have received and actually agreed with them. The pioneer one, because you see the Kaishan group is already in Olkaria, embarking on a very, very big project.